Dua Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, washamu askofu wakuu, washamu maaskofu, wapendwa mapadri, wapendwa watawa wa kike na wa kiume walioko hapa, wapendwa ndugu zetu waumini na nyinyi wanahabari. Tumsifu Yesu Kristo. Ifuatayo ni tafakari ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC juu ya yaliyotokea siku na baada ya uchaguzi 2025. Utangulizi. Uchaguzi wa Oktoba 29, 2025 umeliingiza taifa katika hali ya sitofahamu ambayo ilijitokeza katika maandamano. Maandamano hayo yalisababisha vurugu ambazo ilizaa mauaji, watu kujeruhiwa na kupotea. Pia ilisababisha uharibifu na upotevu wa mali binafsi na za umma. Hali hii imewaumiza na kusononesha sana jamii ya Watanzania na kujeruhika kwingi kulikotokana na kugusa uhai wa wanadamu. Uhai ni mali ya Mungu mwenyewe. Kama tunavyosoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Hali hii imeongeza maumivu, kwani pia kuna waliouawa na kuumizwa wakiwa nyumbani au sehemu za kazi bila kujihusisha kwa namna yoyote na maandamano. Tunasikitishwa sana na hii hali na tunalaani haya mauaji ya kikatili na kinyama ya vijana wetu na watu wengine. Kiukweli huu ni uovu mkubwa na chukizo kwa Mungu wetu. Kwa ufupi, sisi sote tumejeruhiwa. Taifa limejeruhiwa na limepoteza heshima mbele ya jumuiya ya kimataifa. Neno la pole. Kufuatia hali hiyo, sisi Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC tunatoa pole nyingi sana kwa familia zilizopoteza wapendwa wao. Familia hizi zina maumivu, hasa wale wanafamilia walioona ndugu zao wakiuawa na miili yao kuachwa nje na kunyimwa ruhusa ya kuwachukua ili kuwasitiri au kuwazika. Tunawapa ndugu zetu pole na Mungu Mwenyezi awape nguvu na faraja. Tunaendelea kuwaombea majeruhi wapate nafuu haraka na kurudi katika majukumu yao na kwenye familia zao. Neno la Mungu liwe kwetu faraja na kitulizo tunaposoma. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu si bure katika Bwana. Barua ya kwanza Paulo mtume kwa Wakorinto sura ya 15 mstari wa 58. Tunaombea pia uponyaji wa ndani wale wote walioathirika kiroho, kisaikolojia na kiuchumi. Mwenyezi Mungu pia awe baraka na kitulizo kwao. Mwisho, tunaendelea kuzikabidhi roho za marehemu wote waliouawa katika vurugu hizi, wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape, Bwana. Wapumzike kwa amani. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania limetafakari na kufuatilia kwa ukaribu hali halisi ya nchi yetu, yaani kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Naona taifa limegubikwa na manunguniko na kutokuridhika.
jambo ambalo limetugawa Watanzania ambao tulisifiwa kuwa kisiwa cha amani na utulivu. Hali hii haijengi taifa letu. Hivyo basi zinahitajika juhudi za makusudi katika kulileta taifa pamoja na kuponya maumivu yaliyo katika familia zilizopoteza wapendwa wao na sisi sote. Baada ya kusema hayo, tunapenda kuwashirikisha yafuatayo. La kwanza, kila maandamano si uhalifu. Kuandamana ni haki ya raia kama njia ya kufikisha ujumbe au malalamiko. Ikiwa njia ya mazungumzo imeshindikana, cha msingi yawe maandamano ya amani. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nukuu, inatambua haki ya kufanya maandamano ya amani, mwisho wa nukuu. Rejea ibara ya 20 na ibara ndogo ya kwanza. Inasikitisha kuona kwa waandamanaji waliojitokeza siku ya uchaguzi wote waliwekwa katika mwavuli wa uhalifu. Adhabu ya mwandamanaji sio kuuawa. Katika tafakari yetu tunafikiri kati ya mengine mengi mambo yafuatayo yalisababisha maandamano. Kwanza, usalama. Kumekuwepo na matukio ya waziwazi ya mauaji, utekaji, kupigwa na kuumizwa kwa raia bila kuwepo na nia thabiti ya kukomesha maovu hayo, ambayo ni kinyume na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 14. Kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha kwa mujibu wa sheria. Haki hizi zimethibitishwa kukiukwa na vyombo vya ulinzi na wasiojulikana ambao wanaonekana wana nguvu kuliko vyombo vya dola, kama tulivyosema pia wakati mwingine na sehemu zingine. Ya pili, demokrasia. Kukosekana demokrasia ya kweli ya namna ya kuwapata viongozi. Jambo hili limekuwa kilio cha muda mrefu cha taifa letu na halijawahi kupatiwa uvumbuzi tangu 2016. Chaguzi zinakosa ushindani wa haki, ukweli, uwazi, uhuru na kuaminika. Utendaji. Ya tatu, na baadhi ya mihimili ya dola. Kwa kuchambua maandamano, Baraza la Maaskofu limeng'amua kuwa hasira ya wananchi imechochewa pia na kukosekana mahali pa kupeleka na kufanyiwa kazi malalamiko yao pale haki zao za msingi zinapokiukwa, kwani baadhi ya mihimili kama tunavyofahamu imeingiliwa. Matumizi ya nguvu kupita kiasi. Vifo vilivyotokea vimeonyesha wazi kuwa vyombo vya usalama vimeshindwa kudhibiti maandamano kwa weledi, kwani walitumia silaha za moto. Hii ni kinyume cha utaratibu msingi wa Baraza la Umoja wa Mataifa katika kutumia nguvu na silaha za moto ya mwaka 1990 ambazo zinashauri kwamba silaha za moto zitumike tu kama hakuna njia mbadala ya kulinda maisha. Hata katika vita huwezi kutumia kila aina ya silaha. Maandamano si vita, lakini zimetumika silaha zinazotumika katika vita. Askari waliua ndugu zetu wasio na silaha holela na kwa ukatili mkubwa kama wanyama. Kitu kinachotufanya tujiulize,
binadamu mwenye akili timamu anawezaje kufanya vitendo kama hivyo? Huduma za kitabibu. Kuwakatalia majeruhi haki ya kupata matibabu ni jambo ovu, kwani linakiuka haki ya kupata huduma za kitabibu na pia ni kinyume na maadili ya sayansi ya tiba. Lengo la tiba ni kutunza uhai, ambayo ni zawadi kutoka kwa Mungu na ni haki za kila binadamu. Miili ya waliopoteza maisha. Imethibitika kuwa baadhi ya waliopoteza maisha miili yao haijapatikana. Inasikitisha ya kuwa baadhi ya watu walipotaka kuwazika wapendwa wao hawakuikuta miili hiyo. Tunaomba kama wadau wengine walivyokushaomba kuwa ni hekima na busara kuwapatia wanafamilia miili ya wapendwa wao, wakaipumzishe au kuisitiri kwa heshima kadiri ya imani ya dini, mila, desturi na tamaduni zao. Imani yetu inatufundisha kuwa kuna maisha baada ya kifo na kifo si mwisho. Maana parapanda italia, wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Wakorinto, sura ya 15 mstari wa 52. Nini kifanyike ili kuponya taifa letu? Taifa letu limeumizwa na ni hatari, linaweza kugawanyika zaidi. Sisi Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania tunashauri wale wote wenye dhamana ya kutuongoza wazingatie mambo yafuatayo ili kuepusha vurugu na mauaji yasitokee tena. La kwanza, viongozi wenye dhamana. Mamlaka zinazohusika ziendelee kulaani mauaji yaliyofanyika na kukiri ukweli kuwa hawa waliouawa ni ndugu zetu. Jitihada za makusudi zifanyike ili haki na ukweli itawale tena katika taifa letu. Mwenyezi Mungu anatoa onyo kali kwa watawala wasiotenda haki. Wafalme wakitenda yasiyo haki ni chukizo, maana kiti cha enzi huthibitika kwa haki. Mithali sura ya 16 mstari wa 12. Mwanzo wa uponyaji wa taifa letu unahitaji kukubali na kukiri makosa. Namba 2, kuwajibika. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wote waliohusika na mauaji wawajibiki au kuwajibishwa na mamlaka zao za uteuzi. Hasira ya wananchi ipo katika kuona hakuna anayewajibika kwa matendo maovu waliofanyiwa raia. Bwana Yesu anatufundisha, nayo hiyo kweli itawale uhuru. Yohana sura ya 8 mstari wa 32. Namba 3, uchunguzi. Kwa kuwa jambo hili limesababisha maafa, tunashauri ufanyike uchunguzi utakaowashirikisha wadau wa ndani na nje. Wadau tunaowapendekeza watoke kwenye tume huru isiyofungamana na upande wowote, kama jumuiya na taasisi za kimataifa, taasisi za dini, asasi za kiraia na wataalamu wa haki na mambo ya kidemokrasia. Na serikali yetu iwe tayari kupokea na kufanyia kazi ripoti watakayotoa. Hii inaweza kuwa moja hatua muhimu ya kuponya taifa letu. Namba 4, maisha ya uadilifu na uwazi ya viongozi. Tunahimiza viongozi wenye dhamana ya kutuongoza waishi maisha ya uadilifu, uwazi, ukweli na uwajibikaji ili kujenga misingi ya kuaminiana. Namba 5, waliokamatwa. Wale wote waliokamatwa
kwa hila kabla, wakati wa uchaguzi, hata baada, na kuwekwa mahabusu au pasipojulikana, waachiwe huru na bila ya masharti yoyote. Namba 6, katiba mpya na utawala wa sheria. Katiba mpya na utawala wa sheria vimekuwa kilio cha muda mrefu hapa nchini. Mchakato wa katiba mpya yenye kujali utu, usawa, haki, ukweli kwa wote uanze kwa kushirikisha wadau wote, ili tusirudi tena katika machafuko na nchi iongozwe katika misingi ya utawala wa sheria. Kusikiliza wananchi. Siku zote ni vizuri kuwasikiliza na kujali matashi mazuri ya wananchi. Watu wasiposikilizwa watazungumza kwa namna wanayojua wao. Namba 8 na mwisho, sala. Tunatoa mwaliko kwa wananchi wote wa taifa la Tanzania kuendelea kusali na kuyaweka haya yote mikononi mwa Mungu. Tuendelee kusali ili kuiombea haki, ukweli, amani na uponyaji, ili nchi yetu iendelee kukua tubaki kuwa wamoja. Waliofiwa wapate tulizo, walioumizwa wapone na kurudi katika maisha ya kawaida na kwa ndugu zao. Nasi tuombe ili kujenga umoja wa kitaifa kama Yesu anavyotukumbusha, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja. Yohane sura ya 17 mstari wa 22. Hitimisho. Tukumbuke kwamba risasi hazikuwahi kunyamazisha watu, kwani vifo huhamasisha vifo zaidi. Wenye dhamana ya kutuongoza watumie hekima na kutafuta muda wa kusikiliza, ili tuwe na mwanzo mpya. Raia wawe na uhakika wa uhai na usalama wao, ili kurejesha sura nzuri ya nchi yetu. Tunazidi kuwaombea majeruhi na wagonjwa wapone, na marehemu wapate tuzo la milele. Raha ya milele uwape, Bwana. Wapumzike kwa amani. Tafakari hii ni tunda la sala na mkutano wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania wa Novemba 11 mpaka 14, 2025. Mungu ibariki Tanzania. Mungu atubariki sote. Amina. Bikira Maria, mkingi wa dhambi ya asili na mlinzi wa taifa letu. Ni sisi maaskofu wenu Kurasini, Dar es Salaam, Novemba 15, 2025. Asanteni.